Kama kawaida mwanangu, leo hapa kaliki hapa mwanangu. Una uhakika? Haki ya Mungu tena. Wote waona wanarudi kama wamepigwa mvua. Ni moja kwa moja. Haya, kwenye kikosi chako sasa una imani nani anaweza akatoa yale matokeo ambayo unayataraji? Kwenye kikosi changu. Mchezaji yoyote, maana sisi Yanga kila mchezaji anafunga. Hatutegemei mtu yani. Usajili wewe ambao mmeufanya mpaka sasa hivi unakupa matumaini ya kutoa ubingwa, maana ndio mchezo wa kufungua pazia la ligi? Kabisa yani. Ubingwa tunachukua mapema tu. Msimu uliopita hivyo mlisema kabla ya mechi 10, lakini hali ikawa tete. Mchezo dakika 90 kaka. Simba na Yanga leo. Hebu tuambie matarajio yako. Matarajio yangu mimi naamini kikosi changu kiko vizuri. Na matarajio yangu kwamba leo naondoka na ushindi wa kibabe. Leo ndio mna testiana sajili. Yanga kitestiwa kwao, lakini pia nyinyi mna testi wa kwenu. Mchezaji gani unahisi ni moto leo? Yaani mimi katika wachezaji wangu wote wapya. Umeelewa? Naamini wote wako vizuri. Kwanza moja, sina wachezaji wa bonanza. Yanga wana wachezaji wa bonanza. Umeelewa? Mimi na wachezaji na kikosi kamili na kiko vizuri. Umeelewa? Sababu nikikwambia Lalibwalia ni mtu ambaye wa udambu wote anao. Umeelewa? Bado na mtoto wa banda. Mtoto wa banda bado uko nyuma na mtu anaitwa Pascal Wawa. Umeelewa? Sijasogea baba, mimi na babu hapa na Onyango. Anasema kama kawaida. Mwanzo mwisho tuko vizuri na tuko vizuri. Kikosi kiko vizuri. Tuna imani na Simba yetu na Simba iko vizuri. Mara ya mwisho na kuhoji kupitia Wasafi Media ulikuwa umekula uzi wa Yanga, leo vipi, mbona Simba? Kwa utaratibu kama inavyotakiwa. Watu wa Yanga leo wanayo haki ya kumshukuru Simba kwa sababu Simba ndio ana ufunguo kufanya ligi kuu ya Tanzania ianze kufunguliwa, isipokuwa kwa kuwa kuna uongozi hujaelewa. Leo sio siku ya mechi. Leo Simba ambaye amewezesha Azam, amewezesha biashara, Yanga ni feria. Amefeli mtihani wa kwenda darasa la 5. Yanga feria. Amefeli. Sasa kutokana na kufeli kwake, sasa hivi yuko nyuma. Yule ongea Kiarabu, sasa hivi yuko nyuma. Sasa hivi timu za kimataifa ni Simba, ni Azamu na biashara.
Bugatti, kombe la kwanza ukiwa na Young Africans. Haji Manara almaarufu Bugatti, kombe lake la kwanza baada ya kuhamia Young Africans Sports Club. Leo katika mchezo wa ngao ya jamii wamecheza dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba. Anatupa jezi ya Yanga kwa mashabiki wa Yanga. Haji Manara akitembea kwa mbwembwe na madaha baada ya ushindi aliopata wa goli 1-0. Dakika ya 12 tu ilitosha kulipeleka kombe la ngao ya jamii kwa Young Africans baada ya Fiston Mayele kutumbukia wavuni. Hivi ndivyo ambavyo Haji Manara anasumbua umma, anawanyanyasa. Haji Manara anatamba, Haji Manara anavimba katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Kikundi cha watu waandishi wakimfuata hapa na pale, lakini akiwa amesimamisha majukwaa kwa yenye rangi ya kijani na manjano kama sehemu ya furaha. Sande Manara, Bugatti anakokota na wapa, anakokota anaonyesha kwamba yeye ndio big boss, yeye ndiye Dela Boss ambaye alisema baada ya Simba kulitoa mara 4 mfululizo, safari hii ni ya Young Africans kutokea Dar es Salaam. Wameshalichukua na shughuli inayoendelea hivi sasa katika uwanja wa Mkapa ni kutoa zile zawadi zao, wakivaa medali hivi sasa Young Africans baada ya kuwa washindi wa pili wameshachukua. Mchezo umemalizika kwa Yanga kushinda goli 1-0, goli la Fiston Mayele katika dakika ya 12. Tuko hapa kukujuza yale ambayo yanaendelea kwa ukubwa wake. Endelea kubakia na W Sport ya Wasafi Media. Mimi ni Heavyweight. Golikipa namba 3 wa Young Africans Ramadhani Kabwili akiwaonyesha mashabiki wa Young Africans taji la ngao ya jamii ambalo wamelitoa hii leo mbele ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika mchezo wa finali hizi, ama naweza kusema mchezo wa ngao ya jamii ambao unapigwa moja tu. Baada ya hapo taji linachukuliwa na mbabe katika mchezo husika. Leo Young Africans wamefanikiwa kuwatandika goli 1-0 mabingwa mara 4 mfululizo ambao walikuwa ni Wekundu wa Msimbazi Simba, na kulipora sasa taji hili katika mikono yao. Moi je suis là, on va venir pour construire une bonne équipe. Je suis actuellement dans la phase 2 de la construction de la bonne équipe et nous sommes dans la bonne voie. C'est mon rôle, ma responsabilité envers le comité Mr. Ghalib et son comité, et ma responsabilité et ma promesse envers tous les fans de Simba dans toute la Tanzanie. On m'a fait venir ici pour construire une grande équipe. Je suis en train de progresser dans la construction de cette grande équipe et le travail reste encore devant nous, beaucoup de travail pour avoir une grande équipe en Afrique. Kwa kuandaa ligi kuu, sawa, hii hapa leo ni mojawapo, sawa, ya matokeo. Bado wanaendelea kutengeneza timu polepole, sawa. Itachukua muda lakini sio muda sana, lakini kutokana na aina ya wachezaji ambao wanao, sawa, aina ya wachezaji ambao tunao, lazima tutatengeneza timu ambayo ni nzuri. Hata hii moja ni mpaka leo mimi nimebidi niwakumbuke wachezaji wangu niliowauza. Yaani pengo kubwa sana kwa wachezaji wangu Chama na Mixon. Ni pengo kubwa sana, yaani nimebidi niwakumbuke wakina Chama kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanaleta matokeo muda wote, lakini mpaka sasa hivi
inanisikitisha hata huko kimataifa sio kama nitafika mbali kama wenzangu Yanga. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Ndio hicho tu. Kikubwa ni hicho tu, pengo la Mixon na Chama ndio kilichosababisha kupoteza mchezo, na sidhani kama tutafika mbali kimataifa kwa kweli. Furaha mpaka sasa hivi, tunashukuru Mwenyezi Mungu na mashabiki wameona mwanzo mzuri tunaweza kushika kombe. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu kama mmeona, mchezo ulikuwa mgumu, si rahisi kwa sababu wote watanajia tunajuana, mchezo ni mgumu. Wapinzani wenu mliwazidi wapi leo? Wachezaji wetu tuwazidi katikati, basi sehemu ambazo tuliwazidi na kuweza kuziba sehemu ambazo mianya ile ambayo za kupita, basi tunaweza kuziba. Sawa, mipango sasa kwanza msimu mpya ikoje kama nahodha sasa wa kikosi? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kama hivi, mipango ndo kama hivi sasa tunaanza, sababu wengi sasa walikuwa ni wageni, tumeungana wale ambao kidogo walikuwa msimu uliopita, basi na imani timu itaimarika kwa vizuri. Hii ni salamu kwamba mmechoka sasa kunyanyaswa na mmekuja kikamilifu kuteka soka la Tanzania tena? Ndio tulichoka kunyanyaswa, sababu hii kama ilikuwa tunalipizia kama walitufunga ifue na sisi tumewafunga jamii yetu kutufunga mara mbili katika kombe kama hichi. Na sisi tunaweza kushika kombe, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Manara Bugatti anakokota na wapa. Anakokota. Anaonyesha kwamba yeye ndio big boss. Yeye ndiye De La Boss ambaye alisema sisi kama viongozi wadhamini wote malengo yetu ni kushindania ubingwa. Hatujawahi kwenda kwenye tournament tukaja kuwa wasindikizaji. Kwa hiyo malengo yetu ni kuchukua ubingwa na hicho ndio tutakachokwenda kupigania. Ingawa mpira una matokeo mengi, lakini jitihada zetu ni kuhakikisha timu inafanya vizuri. Yanga na tunajua makubwa aliyofanya. Sisi hatubandiki matangazo. Sisi tunafanya kazi, tunatulia kazi mnaiona. Kwa hiyo mashabiki kuimba, sisi tunawashukuru, ni kitu ambacho kinaonyesha appreciation kutoka kwao, lakini pia ni jitihada kubwa ambazo tumeziweka kwenye hii timu. Muda wetu, fedha ambazo tunaweka, infrastructure ambazo tuna. Kwa hiyo mimi nawashukuru kama wana appreciate kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo swala la kuitaja GSM hapa wala sio kwa bahati mbaya. Ni dedication kubwa ambayo imefanywa na kampuni na watu wake kwa ujumla. Nini ambacho unawaahidi sasa mashabiki kuelekea msimu ambao unaenda kuanza? Tayari imechukua taji la kwanza. Ahadi yenu ni nini? Moi je suis là, on va venir pour construire une bonne équipe. Je suis actuellement dans la phase 2 de la construction de la bonne équipe et nous sommes dans la bonne voie. C'est mon rôle, ma responsabilité envers le comité Mr. Ghalib et son comité, et ma responsabilité et ma promesse envers tous les fans de Simba dans toute la Tanzanie. On m'a fait venir ici pour construire une grande équipe. Je suis en train de progresser dans la construction de cette grande équipe et le travail reste encore devant nous, beaucoup de travail pour avoir une grande équipe en Afrique. Kwa kuandaa ligi kuu, sawa, hii hapa leo ni mojawapo, sawa, ya matokeo. Bado wanaendelea kutengeneza timu polepole, sawa. Itachukua muda lakini sio muda sana. Lakini kutokana na aina ya wachezaji ambao wanao, sawa, aina ya wachezaji ambao tunao, lazima tutatengeneza timu ambayo ni nzuri. Hata ni moja katika matokeo ya kutengeneza timu. Tunategemea kuwa na timu bora na kwa tishio Afrika nzima na italeta furaha kwa mashabiki wote. Sometimes hard work takes time for people to see. I'm very happy that now eventually we managed to lift this trophy. It's not easy, even the way we started this pre-season. We started a bit slow. We lost 3 of our first matches. To come here and have won the way we've won today, and I've seen a number of good movements in the pitch. So that means the team is coming out very nicely. You know, after 7-8 matches, I'm telling you, you will see a different Young Africans. So I'm very happy. I'm excited. You know, you can be happy if you win against any other team, but winning against Watani is a feeling that I will forever cherish. So it feels good. I'm happy for the coach. I'm happy for everybody. I'm happy for our fans, because this is a motivation. This is a booster. So that when we start the season on the very high. Does this, can we count this as a sign of going to take a league? It's a sign of good things to come. You know, so many good things to come. There's a league, there's the FA Cup, there's so many things that you need to fight for. But this is a good start, and we look forward to the start of the league. As a CEO, what are the main targets of this season to Yanga? The main target of this season for Yanga is to complete the transformation. We need to make sure that the club is totally transformed. We need to make sure that the management structure of Young Africans is transformed. We need to make sure that the new constitution of the club is registered and everything is in order. We need to make sure that the youth structures of the club are stronger.
That's why we brought in a person like Zahera to make sure that the under 17 and the 20 and the Princess team, they've got a strong technical bench to assist them. More than that, we need to make sure that we start winning trophies. You know, when you win trophies or you win matches, you are giving confidence to your fans. But if you don't win and you tell them about Mabadiliko, what, but you're not winning, the morale becomes down. So now that you are winning and things are looking good, it's easier now for me to push the agenda of transformation. One of our biggest challenge, or rather target this season, is to make sure that the transformation that we spoke about happens in full swing, so that this club is professionally run and it has been transformed. Number 2 is to ensure that we start winning trophies. And I'm happy that at least we've got our first trophy as a CEO as well. I'm very happy that I'm part of the winning of tonight. So those are the main things that we are focusing on this season.